Sasa naomba kama nilivyoomba mwanzo tufungue darasa letu shirikishi. Na naomba ushiriki, usione vibaya. Naomba utoe mchango wako kama wanavyotoa michango wale waliotangulia. Tuko pamoja ndugu zangu Tuanze na hadithi yetu, nguzo ya pili. Kwamba tumesema nguzo hii ndio nguzo mama na ndio nguzo ya msingi na ndio amali ya kwanza kukaguliwa siku ya kiyama. Awalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati salatu, ibada ya kwanza itakayokaguliwa katika faili la ibada za mwanadamu, ibada za Muislamu, ibada ya kwanza kabisa kuangaliwa, kukaguliwa kipengele hadi kipengele ni ibada ya swala. Fa in wujidat tamatun, baada ya ukaguzi matokeo yakiwa hii mada, hili somo, hii swala imekamilika katika vipengele vyake, kama kuna mapungufu inajazilizwa na sunna ikakamilika, ikatiwa tiki, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na amali zingine zote zinakula tiki. Hapo zaka itakula tiki, somo itakula tiki, alafu hija itakula tiki, na shahada tayari unayo, kwa amali zote zinatiwa tiki. Alafu na sadaka, kuishi vizuri na jirani, si muamala mzuri, zote za muamalati zote zinatiwa tiki, kwa sababu ibada ya swala imekubalika. Nakumbuka wazee wetu, naposema wazee wetu, kuna waliotangulia na kuna vijana wa zamani wako hapo. Vijana wa zamani watakumbuka sana, wazee wetu walikuwa wanaunganisha swala moja hadi nyingine, kipindi cha swala hadi kipindi kingine, kwa kuthamini baada ya swala. Mzee anaswali swala asubuhi hatoki mpaka na swali na sunna zingine, ndio baadaye anaingia kwenye maisha. Akiswali dhuhuri anakaa akifanya nyiradi kusoma Qurani mpaka anaunganisha alasiri. Wazee wetu tasbih mkononi, nyiradi masaa yote, anachunga kwamba ibada hii inatakiwa ikamilike, kwa sababu hesabu yake ndio itajumuisha amali zingine zote, ndio itajaziliza mapungufu ya ibada zingine. Wa in ujidat naqisatun, baada ya ukaguzi, baada ya hesabu, baada ya kupekuliwa, ikikutwa ina mapungufu hii swala hii, alafu ikatiwa kosa, basi amali zingine zote zinakula misalaba. Kwa hiyo sio ibada kama tunavyoifahamu mimi na wewe, yani ni ibada moja ya kutilia manani na umakini wa hali ya juu katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu swala ndio dynamo ya tabia ya mwanadamu. Allah anasema, wabillahi samii'il alim minash shaitani rajim, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Bana, swala ikisaliwa kwa misingi iliyowekwa kisheria ikakamilika, hii swala inamsaidia mja huyu kuepuka mabaya yote na shari zote duniani, kwa sababu inatengeneza nini? Inatengeneza uchamungu, inatengeneza takwa, inatengeneza dira kwenye moyo. Kila akitaka kufanya jambo, swala inamwambia, je, hili linakubalika kwa Allah? Angalia mwanzo, je, unataka kuanza, mwisho unaishia vizuri, unaishia vibaya? Hii ni swala iliyokamilika. Kwa hiyo nisizungumze sana, naomba niruhusu darasa langu. Bismillahirrahmanirrahim.
tuanze kuitambua swala kidogo kidogo. Naomba washiriki muwe tayari katika kuja kuchangia. Ni dakika moja tu kama itazidi. Audhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mas-salatu lughatan. Nini maana ya swala katika lugha ya Kiarabu? Naomba michango. Changia ndugu yangu, simama dakika moja, wakumbushe Waislamu ili na wewe uwe mchangiaji. Miongoni mwa watu wachangia, na uchangie ndugu yangu. Wote utakuja simama dakika moja. Mas-salatu lughatan. Nini maana ya swala katika lugha ya Kiarabu? Maana imekuja katika lugha ya Kiarabu inaitwa swalatu. Wala sio ya Kiswahili. Tumepita chuoni na darasani sana. Ma huwa salatu lughatan? Naam. Ana msaidia. Nini maana ya swala katika lugha ya Kiarabu? Michango ndugu zangu, changia. Njoo changia. Nini maana ya neno swala? Ukisikia sala, hivi nini tafsiri yake? Kama mna mchango binane, darasa hili litakuwa limeshindikana shirikishi, kwa hiyo tutakuwa tumeishia kukumbushana inshallah. Karibuni. Fadhali. Fadhali huwa. Ayo na. Hona. Nataka kusikia. Fadhali huwa. Na? Hapana. Tumesema tunachangia. Yaani unakuwa na wewe mhadhiri. Ni maombi. Naam? Maombi. Sema kwa sauti. Maombi. Amesema swala maana yake ni maombi. Nani anakubaliana na jibu hili? Jibu hili limekaaje? Swala maana yake ni? Anasema ni maombi. Sawa? Hili jibu sahihi. Shukrani, jazakallahu khairan. Kisheria, tunaposema kisheria, manake swala, sheria ya Uislamu inaitambua kama kitu gani? Anachangia. Aywa, fadhila huwa. Changia shehe, changia, yani ni vizuri, tunakumbushana. Wala usiogope, fadhila. As-salatu shar'an huwa aqwalu وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالسلام. جزاك الله خيرا. الصلاة لغة هي الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبيرة ومختتمة بالتسليم. شكرا. manake swala katika lugha, katika sheria, manake ni matendo na maneno yanafunguliwa kwa takbira na yanafungwa kwa salamu. Bimaana ukishafunga swala Allahu Akbar, kitakapoanza hapa inaitwa swala. Kabla ya hapo sio swala. Ukisoma kwa mfano hapo ulipokaa, ukisoma suratul Fatiha, hiyo sio swala. Hata hapo utakuwa umesoma Qur'ani na umefanya uradi. Lakini ukiwa umesimama hapa ukasoma suratul Fatiha baada ya kufunga, hiyo ni swala. Hicho kitendo kitaitwa swala, sehemu ya nini? Ya swala. Aiwa, vizuri sana. Masharti ya swala. Nani anajua kabla hatujatafsiri maswali sharti? Swala ina mambo makubwa yafuatayo. Ili swala hii kamilike, jambo la kwanza, ina masharti. Jambo la pili, ina nguzo. Jambo la tatu, ina vibatilishi.
Jambo la 4, ina karaha. Tuko pamoja ndugu zangu? Ina nini? Jamani, hii ndio swali tunaswali kila siku jamani, tuwe makini. Ndio swali tunaswali kila siku hii. Ni lazima tuifahamu vizuri. Hapa tunakumbushana tu ili kuhamasishana kwenda kukaa kwenye madarasa ya walimu wetu na mashekhe zetu. Hapa tunakumbushana kama tulivyosema. Tunaanza na jambo la kwanza ili swala yetu ikamilike, ambayo tumesema swala ni maombi. Sawa? Swala ni maombi. Labda kabla sijafika huko, wanasema wataalamu, as-salatu min al-adna ila al-a'la ad-du'a, wa min al-adna ila al-a'la maghfiratun. Swala ikifanywa na mtu wa chini inakuwa ni maombi. Ndio hii swala tunaswali. Lakini akifanya wa juu, kumfanyia swala wa chini, unakuwa ni msamaha. Tuko pamoja? Tuanze na ya kwanza. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakat. Kwamba Allah alituamrisha sisi, tumeamrishwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu, kwa kumtakasia dini yake. Sawa? Halafu na kudumisha swala. Bi maana fanya nini? Kudumisha maombi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii swala inatoka kwetu, tunampelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko juu. Kwa hiyo hii itaitwa ad-du'a. Bi maana sisi tunafanya nini? Tunamuomba, maana inatoka chini sisi si ndio wadogo? Allah si ndio huwa Rabbul A'la, si ndio? Yes, ndio kwa juu. Kwa hiyo swala inapotoka kwetu kumpelekea wa juu inakuwa nini? Ad-du'a, kwa aya hii na zingine. Lakini swala pia inaweza katoka juu, wa juu akamsalia wa chini, ambaye ni mimi na wewe kwa mfano. Hii itatafsiriwa ni msamaha. Allah anasemaje? A'udhu billahi samii'il 'alim minash shaitani rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Allah wa malaikatu yusalluna. Kumbe Allah na malaika pia wanaswalia watu wa jini. Allah anamsalia nani? Jamani, Allah anamsalia nani? Anamsalia mtume. Inna Allaha wa malaika yusalluna, Allah na malaika. Malaika wanashiriki katika sala hii. Wanamuombea nani? Sasa hawezi wakamuombea mtume kama ibada. Kwa sababu sala inatoka juu inakuja chini, tafsiri yake ilikuwa ni maombi. Maana yake tunatafsiri hivi kwamba hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamtakia msamaha mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Li'annahu jaa min al-a'la ila al-adna. Umetoka juu kuteremka wapi? Sawa? Tumesema na mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, ina masharti. Ina nini? Sharti. Nani anajua atukumbushe sasa? Nani atukumbushe maana ya neno sharti? Yaani wewe duniani hapo unaposikia bwana nitaka kuvuka feri pale, lakini nikakuta kuna masharti. Ukuta kuna nini? Kuna masharti bwana. Mangapi? 1 2 3 4. Haya. Mimi uliyeniambia hivyo,
neno sharti nimelitafsirije? Nini maana ya neno masharti au sharti? Naomba mchangiaji aje tukumbushe. Darasa shirikishi ndugu zangu. Wewe unachangia na mimi nachangia sehemu, tunakumbushana wote kwa pamoja. Inuka uje utusaidie, utukumbushe, na mimi ambaye sijafahamu unielimishe nini maana ya neno sharti, ili wakati naitenda swala nianze kutulia kidogo. Maana kipengele kiwa kisi kifahamu. Sawa? Nani atukumbushe? Leo tukumbushane. Maswali haya kwetu kwa bara ni magumu sana, lakini kwa visiwani kwa sababu umetutangulia, nimekiri hivyo. Sio kama nakiri labda kwa sababu niko Zanzibari. Mimi nakiri miaka. Kwa sababu wasomi Unguja nimewasikia wengi sana. Sawa? Alafu nimetembelea visiwa vya Zanzibari ikiwa bado kijana. Si ndio? Kujionea uhalisia. Mimi nimekaa pale Mbuyuni pale ole. Na mimi ni Mpemba. Yes. Changia. Asalamu alaykum. Ni kweli kwamba kila jambo ambalo mtu anatakiwa alifanye kuna masharti ambayo yanamfanyisha kufanya jambo hilo. Kwa hivyo kwa vile tunazungumzia swala, sharti la kwanza la swala ni kwamba anayeswali anatakiwa awe ni Muislamu. Usiyataje, nataka tafsiri. Taja tafsiri. Usiyataje mwenyewe, tutataja baadaye. Taja maana yake. Maana ya neno sharti. Maana sharti kwa ghafla hivi siwezi kuzungumza, lakini nitaka nizungumze kuhusu swala, sharti la swala tu, lakini inshallah nikipata muda nitakuja kuzungumza maana ya hilo sharti inshallah. Mwenzetu hapa alikuwa hajafahamu swali. Sawa? Nimchanganya kidogo. Hapa tunataka maana ya neno sharti, halafu na tutayataja menyewe. Kwa hiyo lazima ukae vizuri. Tujue tafsiri ya neno nini? Sharti. Sawa? Halafu baadaye tutayataja menyewe. Ndugu zetu Waarabu, karibisha. Wewe umekuja umeelewa swali? Utataja maana kwanza, halafu baadaye tutayahesabu menyewe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi katika upande wa ufahamu wangu, sharti ni sifa. Ni sifa ambapo kwamba mimi nataka simu za aina hii ndio ambazo nazitaka. Kwa nini? Zina sifa ambazo kwamba mimi ndo nitazikubali. Kwa maana tukija kwenye swala, sharti ya swala kwamba unaweza ukaswali, lakini wewe kama shehe akaenda pale uwe Muislamu. Usizitaje. Nataja maana kwanza. Kwa hiyo naona nifike hapo sijinga. Hebu samani nimsaidie ndugu yangu. Amesema hivi, na nyinyi mshiriki, kwamba sharti maana yake ni sifa. Mtu akikwambia wewe bwana ni mrefu kuliko watu wote, ni sharti. Wewe si mrefu? Sio sifa. Wewe si mrefu je? Ni sifa, sio sifa. Kwa hiyo ni sharti. Au ukamwambia mtu, wewe bwana, wewe mkorofi sana wewe. Mkorofi sana wewe. Kwa hiyo hii ni sifa, kwa sababu anayo ukorofi, si ndio? Kwa hiyo ni sharti. Jamani, semeni sharti. Nani mwingine atuchangie? Shana mkono changie. Fadhali hoye, fadhali. Changia bwana, changia. Kama ukuwahi kusimama kwa kalamu ya Hamza, basi simama hapa, ndio nafasi nzuri. Assalamu alaykum.
Nilipofahamu bana sharti ni kufuata. Shukrani, na mimi nakufuata sharti. Yanza. Kuna mwingine anaweza kachangia? Fadhali, mikono kwa mikono, fadhali hapo. Shaki changia bwana, changia. Na Kiswahili ni kigumu. Nitakuonesha kama Kiswahili ni kigumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neno hili sharti sote tunalifahamu, isipokuwa tatizo moja tu, kukichanganua Kiswahili ndo tabu. Sharti ni kitu kizuizi kinachozuia kufanya jambo fulani. Ili ufanye jambo hilo, umezuilika kwanza ufanye mambo fulani, ndo maana ya sharti. Kizuizi kinakuzuia kulifanya lile jambo ambalo naliendea, kwa lazima mambo fulani kuyafanya hapa, ndo sharti. Assalamu alaikum. Shukrani. Amekuja robo 3. Shukrani, nashukuru. Kaja robo 3. Kuna robo moja nani yakamilisha? Kuna mikono itoka hapo. Robo 3, kamilisha robo ile baki. Shukrani, shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sharti ni jambo la lazima ambalo limekadiriwa mtu kulitekeleza. Yani mathalan Mwenyezi Mungu amesema watu waswali, lakini amesema alwajibu kwamba paka wewe uwe nani? Muislamu. Shukrani. Ayo. Hujavuka robo. Bado umestikia bwana. Nzuri. Changie bwana, changieni. Mbona ni mada nyepesi bwana? Asalamu alaykum. Yule aliyekuja kabla ya kuondoka alitaka kulijua ile swala kidogo, alitufunga funga. Kwa hivyo sharti ni yale mambo ambayo kwamba anatakiwa mfanyaji ayafanye kabla ya kuingia ile tendo wenyewe. Kasema ni kizuizi, ni sawa. Tayari? Kwa hivyo ni yale mambo ambayo kwamba anatakiwa swalihina ayafanye kabla ya kuingia kwenye swala. Shukrani, jazakallahu khair. Hayo yani kwenye 100% amebakisha 2. Bado 2. Naomba tukamilishe. Changia tunakumbushana. Ni vizuri sana tukumbushane ndugu zangu. Fadhakir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharti ni kibali au certificate inayomruhusu mtu kuingia katika jambo fulani akiwa nayo. Shukrani. Umeongeza Kiingereza lakini na Kiswahili cha mzee wetu hamjapishana. Aiyo. Fadhali hoye. Tumebakisha asilimia chache sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharti ni utaratibu maalum uliopangwa kuliendea jambo. Shukran, jazakallahu khairan. Asilimia ziabasi kama ni simu ya tachi bado asilimia kujaa. Kuna mikono mingi hayo. Karibu mzangu. Bado asilimia. Assalamu alaikum. Sharti ni kitendo maalumu ambao kikamilike jambo ili liwe. Hilo ndio linakuwa sharti. Shukran, jazakallah. Mzee wetu Allah kubariki sana. Asilimia chache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hii jambo dogo tu, ni sheria. Utekeleze sheria, ulifanye. Shukran, jazakallahu khairan. Asilimia zinakataa kidogo. Asilimia. Tunawashukuru wachangiaji wote, yani asilimia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharti ni kitu ambacho kwamba kiko nje ya kitu. Kitu hicho ambacho kwamba ukikiacha hicho kitu kilichokusudiwa hakikubaliki kufanyika. Kwa mfano, nataka maana yake ndio ni kitu ambacho kwamba kiko nje ya kitu wenyewe, lakini ikiwa utakiacha kile kitu wenyewe hakiwezi kufanyika kwa vile kuacha kile kitu kinachotakikana. Takbir! 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 Hii ndiyo maana sahihi yenye 100%. Bimaana wataalamu wanasema hivi, ashartu huwa ma yatawaqqafu alayhi wujudu shay'in wa huwa kharij an dhalika almahiyya. Sharti maana yake ni jambo ambalo liko nje ya jambo linalotakiwa kufanyika, sawa, ili lisitimie mpaka ile sharti fanya nini? Ikamilike. Narudia, sharti ni jambo ambalo linategemewa kukamilisha jambo lako, lakini liwe nje ya jambo lenyewe. Hii ndio maana ya sharti. Nikupe mfano rahisi wa Kiswahili. Neno shibe. Neno nini? Tunaifahamu shibe? Sawa? Nini sharti ya shibe? Hebu inua mkono useme hapo hapo ulipo. Nini maana sharti ya shibe? Yaani sharti ya shibe ni nini? Kula, si ndio? Je, nakuuliza, kula ndio sharti ya nini? Ya sharti. Ili ushibe ni sharti ufanye nini? Ni ule. Je, nakuuliza, hivi kula chakula ni shibe? Nakuuliza, yani ukuta mtu anakula, unasema huyu bwana anafanya shibe? Yani ndio shibe yenyewe? Sio shibe. Lakini shibe ni tumbo kujaa, na tumbo limejaa, sawa, kwa sababu imetekelezwa nini? Sharti ambayo iko nje ya sharti, nje ya jambo lenyewe. Natoa mfano sasa kwenye mada yetu kwamba swala, miongoni mwa masharti ya swala, nani ataje moja ili tukamilishe mfano wetu? Hapo lipo. Miongoni mwa masharti ya swala, taja sharti ya swala. Nani ainue mkono hapo palipo? At-tahara. Vizuri sana. Miongoni mwa masharti ya swala ni tahara. Je, hivi tahara ndio swala yenyewe? Jamani, wauliza, tahara ni swala yenyewe? Hapana, kwa sababu tahara na swala ni vitu viwili shatani mabaina al-maghrib wal mashriq, vitu viwili tofauti kabisa. Tahara ni kitu kingine na swala ni kitu kingine. Kwa hiyo tahara sio sehemu ya swala na swala sio sehemu ya tahara, vitu viwili tofauti kabisa. Lakini at-taharatu tatawaqafu ala wujudi as-salah walakinaha kharij an mahiyat as-salah. Sio tuko pamoja jamani? Sawa, tumefahamu maana sharti. Haya, tutaje masharti ya swala sasa. Unayataja, hakuna maelezo. Njoo taja la kwanza, la ngapi, la ngapi, alafu narudi. Changia, taja maswali ya kuna mzee mmoja anasema tulimkataza kutoa mifano. Uko tayari kuyataja masharti ya swala? Haya, acha aje mchangiaji. Ya, taja idadi ya yale masharti yanayotakiwa ili swala ikamilike. Hata hapa. Naomba Mungu shaka. Fadhali kwa. Yataje kwa idadi, kaza, ukimaliza usitoe mfano. Asante. Yako mangapi kwanza? Kumbukumbu zangu kama 6 hivi. Kwanza ni kuwa Muislamu. Lakini la pili kuwa baligh, alafu kuwa na akili timamu, alafu kujitoharisha. Ili uswali unatakiwa uwe tohara. Shaka mwingine nabakisha. Nani atusaidie? Nani atusaidie masharti ya swala ndugu? Masharti ya swala.
Aywa, fadhali swali. Taka kwa vijana wetu taifa la kesho inshallah. Viongozi wa kesho, wazee wa kesho. Yataje ndugu yangu. Yako mangapi kwanza? Unataja idadi afu na hesabu. Aywa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sharti za swala ni 5. Ya kwanza ni Uislamu, tohara. Ametaja mangapi? La kwanza, alafu la pili tohara, aywa, sitara, aywa, kuchunga wakati, kuelekea kibla. Jazakallahu khairan. Allah kubariki sana. Kwa hiyo masharti ya swala ni mangapi ndugu zangu? Ni mangapi? 5. Na tumesema masharti yote haya ni lazima yawe nje ya swala yenyewe, kwa sababu kibla sio swala, stara sio swala, wakati sio swala, tohara sio swala, yako nje ya swala. Tuko pamoja ndugu zangu? Tuko pamoja?